Wananchi wamevamia ikulu ya Tanzania kwa maneno makali baada ya habari kuibuka kuwa Askofu Bagonza alikuwa ametoroshwa nchini kwa ajili ya kisiasa, japo askofu mwenyewe alitoa ujumbe kufafanua zaidi. Ujambo na karibu, na ikiwa ni mara yako ya kwanza kufika humu, tafadhali kumbuka kusubscribe. Katika taarifa hivi punde kwa umma, Askofu Benson Bagonza wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, ambao ni dayosisi ya Karagwe, amejibu mashtaka yanayoenezwa mitandaoni kwamba amekimbia nchi na kuwa mkimbizi wa kisiasa. Alisema yuko salama ndani ya Tanzania, hajakimbia na hana nia ya kujiondoa kwenye majukumu yake ya kiroho na kijamii. Taarifa hii imenukuliwa kama hatua ya wazi ya kujitetea dhidi ya madai yanayoonekana kama ya kisiasa katika mazingira ambayo maoni ya upinzani na weledi wa dini yanazidi kuangaziwa. Baada ya taarifa hizo kuenea, Askofu Bagonza alijibu kwa msisitizo kwamba kuna aina yoyote uhamaji wa lazima au uhamisho wa lazima kwa ajili ya usalama wake, bali yeye bado yupo nchini na anaendelea kazi yake. Ujumbe wake uliambatana na kauli kuwa maisha ya kisiasa nchini yanachukua aina ambapo hata hii akiwa nyumbani mtu anaweza kuhisi kukimbia akiwa amelala, akimaanisha hofu inayotokana na msimamo wa kisiasa au ya kijamii. Kwa upande mwingine, vuguvugu la maandamano nchini Tanzania linatokana na kauli mbiu ya no reforms no election, ambapo linahamasishwa na baadhi ya vyama vya upinzani na wanajamii wanaopigia mstari mabadiliko ya katiba na uchaguzi. Katika mkutano mkubwa wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema uliokuwa wa kwanza baada ya marufuku ya miaka kadhaa ya mikutano ya upinzani, waandamanaji waliibuka wakitaka mabadiliko ya sheria za uchaguzi, kurekebisha uteuzi wa wajumbe na tume ya uchaguzi na kupunguza gharama ya maisha. Mwandishi wa habari na wachambuzi wa siasa wanaeleza kuwa chama tawala, Chama cha Mapinduzi CCM chini ya uongozi wa Samia Suluhu Hassan, inaendelea kukabiliwa na changamoto za ushawishi wa upinzani, na baadhi ya vishawishi vinahisi kuwa maandamano yanaweza kuwa njia ya kuonesha ghadhabu ya wananchi. Kwa mfano, Rais Samia Suluhu amewaonya Watanzania kutokuwa na maandamano makubwa siku ya uchaguzi, akisisitiza kwamba msimamo wake ni wa amani na kwamba mpango wa taifa ni kupitia kupiga kura na si kupitia ghasia. Katika mjadala wa hivi karibuni, Askofu Bagonza amekuwa mstari wa mbele kuikosoa serikali ya CCM juu ya mienendo ya utawala, haki za binadamu, uhuru wa kujieleza na uwazi wa uchaguzi. Kwa mfano, tayari ameeleza wasiwasi juu ya matumizi ya nguvu kwa watu wanaotoa maoni tofauti, akisema kwamba kutumia nyundo ya serikali kama mfumo wa ushawishi wa kisiasa na kijamii kunazalisha mashuhuda na mashahidi wa kisiasa ambao wanaweza kuungwa mkono na umma zaidi pale wanapokuwa wakinyanyaswa. Mfano mwingine wa uwazi wa Askofu Bagonza dhidi ya serikali ni kauli yake kwamba uchaguzi haupaswi kuwa tumbo la kuhara, akimaanisha kwamba mbunge, vyama na taasisi zinazohusika lazima ziandaliwe vyema kabla ya siku ya uchaguzi. Imeonekana kama onyo kwa CCM na vyama vya upinzani kwamba siasa ya shinikizo na hofu haiwezi kuleta uwazi wa kisiasa. Aidha, Askofu Bagonza amekuwa akitoa tahadhari juu ya mazingira ya kisiasa, ambapo hata viongozi wa dini wameweza kukumbwa na vitisho vya kumbukumbu za maisha yao. Taarifa zinaonyesha kwamba alijikuta akipokea vitisho vya kuteswa kisiasa, na ni jambo lililoadhimishwa katika makala ya mwaka huu Mei, ambapo alidai kuwa amekuwa akiangaliwa na watu wanaojulikana ambao wanaweza kumuhusisha katika tukio la usumbufu. Mapema mwezi huu, Samia Suluhu Hassan na viongozi wengine wa CCM wamekuwa wakitoa wito wa umoja na maridhiano, huku wakipinga maandamano makubwa ambayo yanaweza kupanua hofu na kuharibu mchakato wa uchaguzi wa mwisho uliopo mbele. CCM kupitia vyombo vyake vya ushawishi vimeeleza kwamba kitendo cha kuumbe umati kwenye mikutano ya kisiasa au maandamano bila kibali kinaweza kuingiza nchi katika hali ya usumbufu wa usalama na kuathiriwa kwa mahitaji ya utekelezaji wa uchaguzi huru na wa haki.
Na katika muktadha huu ambapo maandamano yanaweza kuwa na dhamana ya kisiasa, ni muhimu kubainisha wale waliokuwa wakitajwa kuhamasisha maandamano. Chama cha upinzani cha Chadema kimekuwa miongoni mwa vyama vilivyotoa wito wa mabadiliko na kuandamana kupinga hali ya kuchukuliwa vibaya kwa sheria za uchaguzi. Kwa mfano, hatua ya Januari 24 mwaka 2024 ya maandamano ya Chadema ilibadilisha anga ya siasa nchini na kuonesha nafasi ya wananchi kutoa maoni yao kwa wazi. Kwa upande wa serikali, Rais Samia Suluhu amejikita kwenye kauli ya kuwa uchaguzi utatokea kwa amani na kuwa hakuna nafasi ya maandamano ya ghasia siku ya kupiga kura. Kauli yake iko wazi kwamba hakutakuwa na maandamano makubwa, kuna nafasi ya kupiga kura. Na katika muhtasari wa tuhuma na uwazi, Askofu Bagonza amejikita kutetea uhuru wa maoni na kuonesha kutokubaliana kwake na baadhi ya vitendo vya CCM ambavyo anaviona vinapunguza nafasi ya majadiliano ya kisiasa. Katika nyakati kadhaa amekuwa akipiga kelele kuhusiana na matumizi ya nguvu dhidi ya wanasiasa na wafuasi wa upinzani, akionya kuwa hilo linaweza kumaliza kwa kuzalisha ushindi wa kisiasa kwa walimwengu ambao wamedhihirika kuwa ni waathirika, na hii inawakilisha njia tofauti ya viongozi wa dini kuhusika kwenye mchakato wa kisiasa na kijamii katika Tanzania ya sasa. Kwa kinara wa jamii, askofu amekazia umuhimu wa maridhiano, mshikamano na majadiliano badala ya maandamano ya ghasia au kukataa mchakato wa uchaguzi bila uwazi. Hata kama anahoji baadhi ya sera na mwenendo wa serikali, kauli yake ni ya kuhamasisha kutambua thamani ya maisha ya bira kwa binadamu na haki ya kila mmoja kutoa maoni. Mpenzi mtazamaji, hii ni Kenyascope na tumekuletea kwa kina uongozi wa Askofu Bagonza, mahusiano yake na sera za CCM na muktadha wa maandamano nchini Tanzania. Tembelea Kenyascope kwa makala yanayochambua mienendo ya kisiasa, viongozi wa dini na jinsi siasa zinavyoathiri maisha ya watu wa kawaida.